Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu ujue mpangilio wa ufalme wa Mungu kwenye maisha yako. Ufalme wowote ili uwepo lazima uwe katika mpangilio fulani. Ufalme wowote ili uwe na utulivu, ili usipungukiwe wala kuzidiwa, lazima uwe katika mpangilio. Ndivyo ulivyo ufalme wa Mungu. Paka ufalme wa Mungu ukawepo paka leo hii, ufalme wa Mungu ukautazama na kuona hadi leo, ujue upo katika mpangilio ambao unafanya usipungukiwe na chochote wala usizidiwe na chochote, bali kuwa na furaha na raha ya kuwepo kwake. Bila shaka, popote wewe ulipo, ninapozungumzia kuhusu ufalme wa Mungu, nazungumzia kuhusu mamlaka ya ufalme, mamlaka yanayotokana na Mungu, mamlaka ya utawala, mamlaka ya mpangilio wa ufalme wa Mungu, mamlaka ya kuufanya ufalme wa Mungu, ya kuufanya ufalme ukaendelea kuwepo, ukaufanya ufalme, ya kuufanya ufalme usipungukiwe wala usizidi. Basi tambua, Mungu alipokuumba wewe kwa mfano na sura yake, mamlaka yote ya Mungu, narudia, mamlaka yote ya Mungu aliyaweka katika sura yako, hapo hapo ulipo wewe uliye katika mfupa na nyama hiyo. Mamlaka ya mpangilio wake yote aliyaweka katika mfupa na nyama yako, katika mwili huo ulionao wewe mtu. Mamlaka yako wewe, mamlaka ya Mungu aliyaweka hapo ulipo kwa mwonekano huu ulionao, ukiwa ni baba, ukiwa ni mama, ukiwa ni mwanamume, ukiwa ni mwanamke. Lakini popote pale ulipo, mamlaka yote ya kwake ya kuhusu mpangilio mzima wa ufalme wake wa Mungu, mpangilio wa kimamlaka unaofanya ufalme usipungukiwe wala usizidiwe na chochote, aliweka katika sura yako kwa kuonekana kwako hapo kwa jina lako, na kufanya mpangilio wa kimamlaka ambao unafanya ufalme wa Mungu au maisha yako yasipungukiwe na chochote wala yasizidiwe na chochote, yanaanzia kwako hapo popote ulipo. Narudia hili na upate kulijua. Mamlaka au mpangilio wa ufalme wa Mungu, wa kimamlaka ya kimungu, ambayo unafanya chochote kisipungue katika maisha yako, chochote kisizidi katika maisha yako. Mamlaka hayo yanaanzia hapo ulipo, kwenye uwepo ulionao. Ndio naongea na wewe ambaye upo kwa kuumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake, na kwa kuwa katika mbingu yote, katika dunia yote, ni Mungu pekee aliyeumba vyote kwa mfano na sura yake, na kufanya na wewe popote ulipo ni wa sura na mfano wa Mungu, na kufanya mamlaka yote wa mpangilio wa kimungu wa kufanya katika maisha yako usizidiwe na chochote wala usipungukiwe na chochote. Mpangilio huu unaanzia kwako hapo ulipo, kwako
wewe mwanamke ulipo, kwako wewe mwanamume ulipo, kwako wewe mama ulipo, kwako wewe baba ulipo, kwako wewe mtoto ulipo, kwako wewe ofisi ulipo, kwako wewe taaluma ulipo, kwako wewe popote ulipo, kwa jina hilo ulilo nalo, mamlaka ya mpangilio wa ufalme wa Mungu ya kufanya maisha yako yasipungukiwe na chochote wala kuzidiwa na chochote yanaanzia kwako hapo ulipo. Kwa kuwa tazama, hakukuwa na chochote kabla ya kuwepo kwako hapo ulipo, wewe mtu popote pale ulipo. Hakukuwa na chochote kabla ya wewe duka lako kuwepo hapo. Hakukuwa na chochote kabla ya taaluma yako kuwa nayo hapo ulipo. Hakukuwa na chochote popote ulipo kabla ya kuwepo kwako hapo ulipo. Kwa kuwa wewe mtoto, hakukuwa na mzazi kabla ya wewe mtoto kuwepo hapo ulipo. Baada ya mtoto kuwepo, ndipo mzazi akawepo kwa kutoka ndani yako. Narudia, hakukuwa na mtoto kabla ya wewe mzazi kuwepo. Hakukuwa na wateja au chochote kile kabla ya ofisi yako kuwepo hapo ulipo. Ndio maana mamlaka ya mpangilio wa maisha yako, mpangilio wa ufalme wa Mungu unaanzia kwako. Kwa kuwa vyote kwa kutazamika kwake vimetokea ndani yako, vimekuja baada ya wewe kuwepo. Ndiyo, leo ni siku yako. Ndiyo, leo ni siku yako ya kujua mamlaka ya Mungu kwenye maisha yako. Ujue kwamba mamlaka ya mpangilio wa Mungu yanaanzia kwako, kwa kuwa hakuwahi kuwa chochote kabla ya kuwepo kwako hapo ulipo, na kufanya chochote kilichopo kimetoka kwako kwa kufanana na wewe. Chochote unachokiona kimetokana na uwepo wako hapo ulipo. Ndiyo, leo jijue kwamba mamlaka yote yanaanzia kwako. Mpangilio wote wa mamlaka unaanzia kwako. Watoto wanaanzia kwako wewe mzazi. Mke anaanzia kwako wewe mwanamume. Mume anaanzia kwako wewe mwanamke. Hakuwahi kuwa chochote kabla ya uwepo wako hapo ulipo. Na hicho ndicho Mungu alichokifanya. Alikaa kwako, mamlaka yake yote aliyaweka kwako, ili chochote kinachoanza kinaanzia kwako kwa kufanana na wewe. Ndio, jua halikuwepo kabla yako, mwezi haukuwepo kabla yako, chochote hakikuwepo kabla yako, na kufanya pale popote kilipo ni cha kufanana na wewe, kimetoka ndani yako, ni cha kufanana na wewe, kimetoka ndani yako, na kuanza kutengeneza mpangilio wa ufalme katika maisha yako, sawa na kila kimoja jinsi kilivyofanana na wewe, kwa kujifananisha kwako.
mpangilio wa wewe uwaweki vipi hautoki kwako tena, bali unatoka kwa wao walio wa kufanana na wewe, jinsi wanavyojipangilia sawa na walivyofanana na wewe, jinsi wanavyojipangilia kukaa kwako sawa na walivyofanana na wewe, kwa kujipigia kula kwa sababu husika za muhimu, kama vile baba yako au mama yako. Ukaribu wao na wewe unavyokuwepo kwako ni jinsi mpangilio au wale walio wa kufanana na wewe walivyotazama baba yako au mama yako amekuwa karibu na wewe, kwa kuwa ulikaa tumboni au katika mauno yao na kufanya wao wakawa karibu na wewe katika kuketi kwako. Na huo ndio ukawa mpangilio wa kwanza, mtoto na wazazi wake. Kwa hiyo ukiona chochote kipo karibu na wewe, chochote ambacho kipo kwa ukaribu sana na wewe, ni jinsi ambavyo kimefanana na wewe kwa ukaribu wake, ni jinsi ambavyo kimefanana na wewe kwa ukaribu wake, sawa na kilivyopigiwa kula na kuwekwa hapo karibu na wewe. Kwa hiyo mpangilio ulipangika sawa na kila kimoja kilivyo kwa kufanana na wewe, kwa sababu husika. Kila kimoja kilivyo kwa kufanana na wewe, ndivyo kilivyokuwa karibu na wewe na kufanya wewe ukawa katika mpangilio wa maisha yasiyopungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote, kwa kuwa chochote kilichopo pale kilipokaa kimekaa sawa na jinsi kilivyofanana na wewe, kwa kuwekwa kwake, kwa kupigiwa kula na vingine vyote, na kuona kinastahili kukaa hapo karibu na wewe. Jua unavyolitazama katika umbali wake, limepigiwa kula lipate kukaa pale ili lipate kukuhudumia, upate kulitazama, kwa kuwa vyote vilivyo vya kufanana na wewe, vyote vilivyopo vinapaswa uvitazame, vinapaswa vikutazame wewe ulivitoa, wewe uliye wa kufanana navyo. Kwa hiyo kila kimoja kimejipangilia sawa na kufanana na wewe na kupata kukutazama hapo ulipo, na wewe kuvitazama pale vilivyo. Ndio maana kuna vingine hapo ulipo havipaswi hata kukusogelea hatua moja. Hata ukilazimisha vipi, sheria na utaratibu wa sura ya kufanana na wewe imeviweka mbali vipate kukutazama na mwanga wake ukumilikie vikiwa kule. Ndiyo. Kwa mfano, wewe hapo ulipo nyumbani kwako, sindano za madaktari hazipaswi hata kukusogelea, bali zikae mbali kule kule zikikumulikia kwa afya, upate kuwa na afya hapo ulipo. Huo ni mpangilio ambao unakufanya wewe hapo ulipo usipungukiwe na chochote wala usizidiwe na chochote, na chochote kilipokaa kwa kupangiliwa kinapaswa kikae pale, na mwanga wa kukutazama kwake hata unapokusogelea unabidi ujiweke ili zaidi upate kufanana na wewe. Ndio maana jua kwa mwangaza wake ni mkali zaidi, yani wewe ni mkali. Unapolisogelea jua linaweza likasambaratika kwa kuwa limetoka kwako,
Nini inafanya? Jua linakaa kwa umbali wake ili lipate kuangaza kwa mwangaza wake, upate kukufikia hapo ulipo na ukafurahia, upate kulitazama. Ndivyo kwako wewe hapo ulipo. Na aliye wa kwanza wa mpangilio wa ufalme wako wewe mwanamume, aliwekwa mwanamke. Aliwekwa mwanamke, akawa ni wa karibu zaidi wa kufanana na wewe kuliko chochote, na yeye akawa karibu zaidi na wewe kuliko chochote. Fedha imefanana na wewe, lakini haijawekwa karibu kama ulivyowekwa wewe na mwanamke, mwanamke na mwanamume. Ndiyo mpangilio wa kwanza uliokuzunguka hapo. Hata watoto wako wewe mama, watoto wako wewe baba, hawapo karibu kama ulivyo wewe na mkeo, wewe na mmeo. Ndio maana sawa na mpangilio, wewe mke au wewe mume, unapokuja kwa watoto, yale ambayo yalitakiwa kuonekana na mume tu au mke tu, ukifika kwa watoto lazima unajirekebisha, lazima urekebishwe, uandaliwe upate kuonana na watoto wako. Lazima uandaliwe upate kuonana na watoto wako. Lazima watoto wako waandaliwe wapate kuonana na wewe. Ndiyo, wote mmeumbwa kwa sura moja ya kufanana kwake, lakini jinsi mnavyofanana, kiwango cha kufanana kwa jina lake, ndivyo kilivyowekwa umbali na mwingine na mwingine. Lakini yule ambaye umekaribiana naye kwa jina lake ni yule ambaye umefanana naye zaidi. Acha nikwambie, mpangilio wa maisha yako au pangiliwi na wewe kwa kuwepo kwako. Mpangilio wa maisha yako, nani akae karibu na wewe, nani awe wa karibu zaidi na wewe, hupangiliwa na wale walio wa kufanana na wewe, walio wa kufanana na wewe. Ndio hupiga kula nani asoge karibu yako wewe sawa na alivyofanana na wewe. Na vyovyote na wote wanapotaka kuja kwako, wanabidi wajiandae na kujirekebisha, wafike hapo kwako, wasionyeshe yale ambao wakiwa mbali wanayafanya. Ndiyo, kama vile mtoto wako aliyekuwa na kwenda kuolewa kwa mume wake, anapokuja kwako anaandaliwa na kufanya. Akifika kwako hawezi kuyaonyesha yale ambayo huyafanya na mume wake au mke wake, kwa kuwa akija kwako wewe ni baba kwake. Akija kwako wewe ni baba kwake. Ndivyo ulivyo wewe baba. Wewe umekaa hapo ni baba. Kinachotoka kwako ni katika kuongezeka kwake. Akija mke ni baba, lakini ni mwanamume au mwanamke. Akija mwanamke wa kufanana na wewe huitwa mume, huitwa mke au mume. Akija chochote kingine cha kufanana na wewe huitwa kwa jina lake, na jina la kuitwa ndio hutengeneza mpangilio wa kufanya kikwapi kiwe karibu na wewe na kikwapi kiwe umbali na wewe na kukutazama. Ndivyo
zilivyo nyota angani, zote zimetoka ndani yako, na kila moja imekaa pale ipate kukutazama, na wewe uitazame na kufurahia mwangaza wake. Kwa hiyo chochote katika ulimwengu huu, chochote katika mbingu hii, chochote kilicho katika dunia hii, kipo kuangaza mwangaza wake hapo ulipo, upate kukitazama na kujifurahia. Pesa, utajiri, mali, mashamba, nyumba, watoto, mke, mume, kazi, biashara, wateja na vitu vyote kwa furaha ya wewe popote pale ulipo, usipate kuzidiwa na chochote wala kupungukiwa na chochote. Ndio maana jambo la kwanza nililokwambia, kwanza ujue mamlaka yoyote ya chochote popote kilipo yanaanzia kwako hapo ulipo. Kwa hiyo hauna haja ya kutoka kwenda kutafuta mamlaka au kuzuia vitu vyote vilivyotoka kwako, kwa kuwa chochote popote kilipo vinajipigia kula ni nani wa kusogea karibu na wewe na kupata wewe ukafata, na wewe ukapata kufurahi, na wewe ukawa katika furaha ya kutokupungukiwa na kutokuzidiwa na chochote, kwa kuwa vina kulinda wewe upate kuwepo ili na vyenyewe vipate kuwepo. Kwa hiyo leo umeujua mpangilio wa ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kuwa na utulivu. Chochote kinachoendelea kinahitaji utulivu wako, kwa kuwa vyote vimetoka kwako. Wewe usivivuruge kwa kuanza wewe kuingilia machaguzi yao, nani aliye wa kufanana zaidi na wewe na kupata kukusaidia hapo ulipo na kupata kukupumzisha hapo ulipo, ukajifurahia katika uwepo wako, uwepo wa biashara yako. Wewe si wa kutoka katika duka lako ukaenda kutafuta wateja wako, nani aje kununua bidhaa yako. Wapo walio wa kufanana na wewe, wanaangalia ni kipi cha kukufurahisha hapo, ukaendelea kufurahi, usipungukiwe wala usizidiwe. Haupo kutafuta chochote. Wapo walio wa kutafuta hapo katika kazi yako, hapo katika uwanamume wako, hapo katika ubaba wako, hapo katika taaluma yako, hapo katika vyovyote unavyojisikia. Wapo kuja kuangalia nini kimezidi kwako, nini kimepungua kwako, wapate kukupumzisha. Nani asikae hapo, nani akae hapo. Kama vile mtoto anapokuwa hapo nyumbani kwako, anavyokuwa tu kidogo, huhamishwa na kuwa katika chumba chake, na zaidi huhamishwa zaidi na kwenda kumpata wa kufanana naye mwanamke au mke wa kuoa na kuolewa, nawe ukabaki na mpangilio wa mke na mume wako kwa ukaribu na vyote kwa kuendelea kwake. Ila kila kimoja kinachokuja kwako huja kuandaliwa kwanza na walio wa kufanana na wewe, ili kisikuumize wala kisiongezeke zaidi kikakuumiza, wala kikapungua zaidi kikakuumiza, bali kufanana nawe na ukawa na utulivu. Na leo hii Mungu yupo hapo. Chochote kilichozidi, chochote kilichopungua, kipo kusawazishwa kwa Mungu, kipumzisha kile kilichozidi na kukiweka mahali pake, kile kilichopungua kwa kuiweka mahali pake, nawe ukawa na furaha ya mpangilio wa maisha yako, mpangilio wa kimungu, mpangilio wa ufalme wa Mungu, nawe ukatulia, ukapokea uponyaji wa furaha ya kuishi kwako hapo, pasipo kupungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote katika maisha yako. Wewe popote ulipo, ukae kwa kutulia hapo
kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwa mke huyo, kwa mume huyo. Mungu leo yupo kurekebisha kilichozidi na kilichopungua, kwa kuwa umemtuma, ametoka, ni wa kufanana na wewe, kwa kuwa ni ufalme uliotoka wa kimamlaka ya kufanana na wewe, yamekuja nyumbani kwako hapo ulipo, katika urekebisho wa yote yaliyozidi kuyaweka mahali pake, yaliyopungua kuyaweka mahali pake, nawe ukawa katika furaha ya kuishi kwako na kupumzisha katika ufalme wako, na kupumzisha katika ubaba wako, na kupumzisha katika yote yaliyozidi katika maisha yako, yote yaliyopungua katika maisha yako, na kuyaweka katika usawazo, pasipo kupungukiwa na chochote wala kuzidiwa na chochote. Sukari yako ikawa sawa, sukari yako naipumzisha na kuiweka sawa, sukari yako iliyozidi na kwa kupungua naipumzisha na kuiweka sawa. Presha yako, kansa, HIV na chochote ambacho kilikuwa katika hofu ya kuona ufalme wako utapotea, maisha yako yatapotea, leo na yaweka sawa kwa neno hili la pumzisho. Pokea pumzisho hili na furaha ya amani ya pumzisho la Mungu, la kuto kupungukiwa na chochote popote ulipo, wala kuzidiwa na chochote popote ulipo, liwe pamoja